Nimeenda pale, nimeingia chumbani kwake. Yaani nimekutana na vitu vya ajabu. Finye na nzi. Pananuka. Mzimu basi njoo! Njoo mzimu! Tupo hapa mzimu njoo! Yuko wapi mzimu? Leo usiku nitatoka na binti yangu wa kazi. Kwa hiyo ibaki kuwa siri yako na siri yangu, asijue mama yako. Sasa Sabra mwanangu, matatizo unayopitia hapa nyumbani kwetu, japokuwa tuna maisha ya kimaskini, lakini Mwenyezi Mungu anatusaidia, tunachopata tunashukuru. Ni heri uishi sehemu ambayo hakuna kitu lakini moyo wako ukawa na amani, kuliko kuishi kwenye majumba ya watu mazuri makubwa lakini ukawa huna amani. Kama hivi unavyoniambia nyumba ina mazongo. Mwanangu, matajiri na mambo mengi. Fati mkangu. Hata wale wana wa Israeli walivyokuwa wakipita tabu kwa miaka yote hiyo, Mungu akamtuma mtumishi wake ili kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Hata mtumishi yule akasema ya kuwa, Mungu, nitawezaje kuwavusha wana wa Israeli kule unakotaka wao waende? Mungu akasema, hapana, nitakupa nguvu ambao ni mimi nitasimama juu yako. Na ndio maana hata walipofika baharini, wana wa Israeli walikata tamaa kabisa, wasione njia wala wasione sehemu ya kupita. Lakini Mungu akasema, nitatumia kifaa ulicho nacho mikononi mwako ili kuwavusha wana wa Israeli katika njia. Mwanangu, kama roho yako bado inalia, nielekeza ni jinsi gani kuimaliza laana hii. Shoga yangu huyu mfanyakazi wangu nyumbani na wasiwasi naye kubwa sana. Yaani sina imani naye kwa kweli. Kwa nini? Yaani nimemshuhudia mwenyewe Raymond akiwa anamwangalia kwa macho ya matamanio. Shoga yangu inanipa wasiwasi.